Na mtazamaji, ni mashinani ya tarehe 23 mwezi Mei mwaka 2025, ikiwa ni Ijumaa Karimu. Sijui jamani, siku ya leo umekufanyia nini ama pia inakupendeza vipi, lakini mtazamaji wangu wanasema ni furahi day, ni siku ya kujimwaya mwaya, siku ya kujishebedua. Karibu ndani ya NTV Mashinani, tuangazie yote ambayo yanagonga vichwa vya habari katika ramani yetu ya taifa. Tuanze na haya ya leo. Mtoto wa miaka miwili anadaiwa kuuawa na babake huko Kipkelion. Wakazi wameingiwa katika biwi la simanzi. Mbwembwe na shangwe za shamiri katika taasisi ya Anuwai ya Bungoma. Kisa na maana ni basi jipya, eti mtawaweza. Na kina mama katika kaunti ya Samburu wapata mafunzo ya kujistawisha kibiashara. Ni mkengeuko katika jamii za wafugaji. Na wakazi wa Lari katika kaunti ya Kiambu wana hofu kubwa ya wizi wa mifugo. Wenyeji wateketeza gari la washukiwa. Na mtazamaji, ya mashinani ya kishamiri, kuna haya pia ya kitaifa tuyaangazie. Rais William Ruto leo amekutana na maafisa kutoka kwa makundi ya kidini ambayo yanamiliki taasisi za afya na kuzungumza na mamlaka ya huduma za afya SHA. Mkutano huo ulifanyika katika ikulu ya Nairobi na kuhudhuriwa na mawaziri na wakuu serikalini. Chama cha kikomunisti humu nchini kimeshtumu Tanzania kuwafurusha baadhi ya mawakili na wanaharakati waliofika nchini humo kusikiliza kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu mahakamani. Miongoni mwa waliofurushwa ni mwanasiasa Martha Karua na jaji mkuu mstaafu Daktari Willy Mutunga. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amepuzilia mbali dhana ya kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza huko Mombasa, Kalonzo ameitaja serikali ya Rais Ruto kuwa iliyooza. Rasmi sasa, mtazamaji wangu, tujitose katika taarifa kuu za NTV Mashinani. Familia moja katika kijiji cha Tulwap, eneo bunge la Kipkelion Mashariki, wanaishi kwa hofu baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 24, huyu akiwa ndio baba wa mtoto, kudaiwa kumuua mtoto wake wa miaka miwili kisha kutoweka. Mwanaume huyo bado hajakamatwa, kwa familia ikitoa wito kwa polisi kuchukua hatua za haraka. Winnie Chepkemei na taarifa hiyo. Kilio na huzuni imetanda katika kijiji hiki cha Tulwap katika eneo bunge la Kipkelion East, ambapo inaaminika kuwa baba ya mtoto wa miaka miwili aliweza kutekeleza kitendo cha ukatili. Baba huyo alichukua mtoto wake na kwenda kumuua na kumchoma mwili yake akitumia sigara. Alisema akachukua mtoto kama watoto wengine wanataka kumbadilisha longi. Akachukua mtoto kama hana hata longi. Vile huyu alifika kutoka Kishagi, akaona apige kwanza juu ni mtu mwenye tunamjua, anamjua na anajulikana kama baba mtoto. Alikuwa anadhani amepeleka nyumbani atamrudisha. Kidogo akafika huyo vile alikuwa anamalizia kupiga, huyo mtu wa jamaa akafika akalalisha mtoto kwa kitanda na akamfunika na akatoka akamuita huyu kufika, mtoto hana nguo na mtoto ameumia, amechomwa. Alichomeka kabisa on the right side, akachomeka mkono, alichomwa mpaka kwa mgongo, alichomwa mpaka mahali pa kukalia alikuwa amechomwa. Alafu alikuwa na dots kama alichomwa na skara, na kichwa alichapwa kabisa, uso yote alikuwa ruswa. Huyo mtu hajashikwa mpaka saa hii. Sasa tukiongea tuko na hofu, atulali, tunahofia watoto wetu, hatujui ni nini inakuja.
Mtoto alichomwa na, according to postmortem, mtoto alichomwa na vitu liquid. Hatujui kama ni maji ama ni chai. Kwa nimeacha watoto peke yao nyumbani, nikaenda kisha kurudi nyumbani, watoto wakaniambia kuna mwenye amemchukua mtoto. Nikasema acha nipike sapa kwanza alafu niende. Kidogo akafika. Akaniita kufika, mtoto alikuwa amemweka mtoto kwa kitanda kama ana manguo. Nikamuuliza nini mbaya, akaniambia mtoto aliangukia kwa moto, ati akamtoa akamwagia maji, mtoto akafa. So tunaomba tu justice. Tunaita gender based violence. Sisi wa mama tutakaa aje? So tunaomba wazee wetu watuhurumie. Asa wahurumie mtoto. Mtoto mdogo hata hajaongea. Kama walikuwa na issue na mama yake, si waongea na mama yake. Kwa sasa familia hii inaomba serikali kuweza kusaidia kuhakikisha kwamba mtu huyo ametiwa mbaroni. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka kaunti ya Kericho, langu jina ni Winnie Chepkemoi. Asante sana Winnie, ingawaje ni taarifa ya kusikitisha hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele na taarifa zetu. Ni kwamba shangwe, nderemo na vifijo zilisheheni katika anga za chuo anuwai cha kitaifa cha Bungoma baada ya chuo hicho kupokea basi jipya. Na wakizungumza baada ya kupokea basi hilo lenye uwezo wa kubeba watu 72, wanafunzi walielezea masaibu ya usafiri waliopitia, kama vile ugumu wa kusafiri kwa kukosa gari za kutosha katika chuo hicho. Augustine Were alishuhudia chereko hizo. Naam, shukrani sana mwenzangu pale studioni. Hapa nilipo ni katika lango kuu la kuelekea katika chuo anuwai cha kitaifa cha Bungoma Polytechnic, ambapo siku ya leo chuo hiki kimeweza kubahatika kupokea basi ambalo litakalo likiwasaidia katika hali ya usafiri. Na nimepata kuzungumza na mwalimu mkuu wa shule hii pamoja na wanafunzi, huku wakituelezea furaha yao kuhusiana na basi hili. I am a comrade here and we are so happy today, as you can see, for the inauguration of our Mercedes-Benz 72-seat, a bus that will help us a lot, because we had only old buses. If we had long distance trips, so hard to reach there. But now in these activities like academic, sports and whatever, will be reaching there the first. Hata mimi mwenyewe mheshimiwa sijai panda basi. So principal amefanya jambo, ndapanda basi ya kwanza. Hiyo ni furaha mbwito. Kwa sababu sisi hapa wanafunzi tumeumia kwa ajili ya kwenda kwa mchezo. Mimi nimefurahi kuona basi mpya. We say thank you and we are happy. First of all, I thank Mr. Principal Dr. Murunga. Huyu mwalimu ametusaidia hii shule. Ametuletea basi hapa na najua atachinja ng'ombe tukule tusherekea hii basi. Kongezi power. Sisi tuko tuna furaha sababu sasa hizi tukitaka kwenda academic trips tuko na means za kutosha na tuko na Mercedes Benz ambayo imetupa furaha Bungoma kaunti nzima. Hata hivyo, mwalimu mkuu wa chuo hiki David Murunga amesema kuwa wanafunzi wa chuo hiki wamekuwa wakikumbana na changamoto ya usafiri, haswa wakitaka kusafiri kuelekea maeneo tofauti. Today we are a happy family, we are an excited family for this rare achievement of receiving an ultra-modern Mercedes-Benz bus of capacity 67 passengers, just to boost our mobility around in terms of trips, academic trips for the students, to have hands-on experience in industry. They also serve to promote national cohesion among the students and staff. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka chuo kikuu cha anuwai cha Bungoma, jina langu ni Augustine Were. Asante sana Augustine Were, bila shaka kweli wako na raha ya kupata basi. Mtazamaji, kama njia moja ya kuinua kina mama hasa kutoka jamii za wafugaji na ambao wanajitosa pole pole katika kilimo, basi wamepata mafunzo kuhusu athari za tabia nchi, uongozi na hata biashara ya hewa kaa. Wakizungumza na NTV Mashinani, akina mama hao wamesema kuwa mafunzo ya biashara hewa itawafaidi sana kwa misingi kuwa wamesalia nyuma kwa muda mrefu. Tumpate sasa Samuel Nyoike ambaye anashuka na matumaini ya kina mama hawa.
Baadhi ya akina mama kutoka kaunti 9 za wafugaji wamepata mafunzo kuhusu athari za tabia nchi, uongozi bora pamoja na biashara ya hewa kaa. Tumekuja kujua zaidi mambo yetu ya kazi yetu ya carbon. Sisi huwa tunapata pesa ya carbon, na hii pesa ya carbon inatusaidia zaidi sisi tukiwa wafugaji. Kwanza sisi wakina mama imetusaidia sisi sana, kwa sababu mbeleni mama wanaenda hata kilomita 25 kulete maji. Tukiwa na hawa wakina mama wajawazito wanataka kujifungua, hospitali ni mbali. Kitambo upate kwenda miguu polepole, mama sangine bahati mbaya anafariki, mtoto anafariki kwa tumbo, lakini kwa hii pesa yetu ya carbon imetusaidia zaidi kwa sababu imejenga hata hospitali. Na katika conservancy ukiangalia sisi wakina mama tumechukua nafasi mbalimbali ya uongozi ambaye tunaongoza community yetu na tunarudi kule kwa vijiji kuwaelimisha yale masomo tumesoma leo ya tabia nchi na jinsi ya kuangalia mazingira yetu na jinsi ya kutengeneza malisho yetu. Kwa kazi ya beadwork. Beadwork ni kazi ambaye imetufaidi sana. Na naweza sema nikisimama hapa sana najifunia saisi kuwa mimi ni mama bora, sisi wa mama wa beadwork ambaye nilianza hata kwenda hadi nikaenda US sababu ya kazi ya shanga. Na niyo kazi ndio najifunia sana kusema ni kitu ambaye NRT ametusaidia sana, amekuja ndani ya jamii kutafuta wale watu ambaye hawajasoma na ametuelimisha na tukakuwa sawa kama wale ambaye wamesoma. Mimi ni mwanakamati wa climate change Lamu County. Nimesoma mambo mingi ya climate change kuhusu mambo na grass. Akina mama wameelezea kuhusu wanapanda grass. Sisi kule kwetu jamii ya ufugaji si kubwa sana, sisi ni wavuvi, lakini pia nimesoma mambo na grass. Nikienda wale wafugaji jamii ya Wasomali pia nitakaa niwafundishe namna ya kufanya ile grass yenye nimeona leo. Kulima kwetu ni nyasi, kupanda mti, kupanda nyasi. Kina mama wetu wameweza kupanda nyasi, na ninaomba wenzetu pia wakuje waone ile biashara tunafanya ya nyasi pale. Ile nyasi tunapanda pale, tunauza, inasaidia kina mama. So tumeweza kufunzwa kwa sababu haya yote yametokana na mambo ya hewa kaa. Ninajua katika kila conservancy mradi wowote ambao unahusu education ama bursary ama infrastructure inasaidia jamii kwa jumla. Kwa hiyo naweza sema kwamba kati ya population ya hii mradi ambao ni karibu 220,000 community members, naweza sema kwamba 70% ya beneficiaries ni ya kina mama. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Isiolo, jina langu ni Sam Wanyoike. Haya mtazamaji wangu, tukitoka katika kaunti hiyo ya Isiolo sasa turudi hapa studioni, lakini utaniruhusu kidogo tu nipige tama la maji. Nikirudi nina mengi zaidi ya kujuza ndani ya NTV mashinani kama haya. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gasi. Na katika tukafunge, teknolojia inajenga watu bandia na sauti halisi za wazito nchini. June 15th, 2025 is Father's Day. The 14th of June, a day before, will be a day for Man Cave 5. And only men are invited. It's the day when men will be coming together at Herencia off Thika Superhighway, just 2.5 kilometers. Just before you get to Mangu High School, you turn left and you come here, and men will be congregating here for heart-to-heart conversation. And only men are invited. Yeah, men will be sitting down and having one-to-one conversations. I will be one of the MCs, and my colleague Brian Aseli from Nation FM will be the other MC, and men will be sitting down so we can just talk heart-to-heart. And only men are invited. Yeah, only men are invited. Buy your tickets today on kenyabuzz.com. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. For fast relief of strong pain, like headache, toothache, muscle pain, and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. This is NTV. Yajayo katika NTV Weekendi.
atuelezee tulikutana wapi. Serikali ya Ruto ina uvundo, asema Kalonzo Musyoka, akanusha kutafutwa na Rais Ruto kabla ya Raila kukubali ndoa ya kisiasa. Raila Odinga puuza ombi mahakamani, wanaharakati wakitaka uchaguzi wa rais ufanywe mwaka 2026 na wala sio mwaka 2027. Wameanza kununa kuhusu mpango wa nyumba za bei nafuu Kibera, wakazi 4,000 wakilengwa. Je, utaratibu ni upi? Na baada ya mapumziko, sehemu ipendao ya vimbwanga vya wiki imerudi kwa kishindo. Leo Rais Ruto akitamani 10 bila break. Rigathi anamwambia ni one time na ni mwamba. It's easy to spread and non-sticky like no other. Sour petroleum jelly repairs dry skin and moisturizes like no other. Great quality product from Pwani Oil. I am Dennis Ombachi, the roaming chef. Introducing Ajab Premium Maize Meal. Premium whiteness, done. Premium aroma, done. Premium softness, done. Bei nafuu, done. Ingia ligi ya kipekee na Ajab Premium Maize Meal. On this edition of EdTech Mondays Kenya, we go behind the scenes to look at the creation of podcasts as a tool for learning. Our spotlight will be on Kabrazen, a Kenyan-made podcast focusing on teaching learners the stories of African heroines. We're not telling the truth about how freedom was won in this country. Women were a big part of winning freedom in this country. So then what I have seen in my children is that when they are now having conversations with their friends, they're very knowledgeable, they're like, walk. Join us on Monday at 8:30 p.m. on NTV as we delve into this exciting topic. There can never be a dull day in the arena of God, in the house of God, where angels are ascending and descending and ascending and descending. The activity is here all the time, right now. You know, someone can just turn like this and you'll see an angel smiling at you. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Na tukiwa tumesalia tu katika masuala ya maeneo kame, eneo la bonde la Kerio limenufaika na upanzi wa miche za miti kama njia ya kabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, kuhifadhi mazingira na hata kuongeza idadi ya misitu na chemichemi za maji. Ni mpango huo ambao unatekelezwa na mamlaka ya ustawi na maendeleo ya eneo la bonde la Kerio ijulikanavyo kama KVDA, na kwenye shule ya jamii inayolenga kupanda matunda na miti zingine milioni 1.6 katika eneo hilo. Mwanahabari Oscar Kakai alihudhuria hafla ya upanzi wa miti katika shule ya upili ya Chep Korinso. Kama mojawapo ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo kame, upanzi wa miti umeanza kuimarishwa hasa kwenye eneo la bonde la Kerio kama njia mojawapo ya kuongeza kiwango cha miti katika eneo hili. Kwa hii nini village yetu tumepanda avocado, tumepanda maembe, machungwa. Ikiiva tunapeleka kwa shule, tunauza alafu watoto wanapata fees. Tuna Zambasa, we are distributing about 180,000 fruit seedlings katika eneo hili,
na jumla, nisungumzie jumla kwamba tuko na miche 1,600,000 1.6 million. Kwamba hiyo 1,000,000 ni miti ya miche ambayo tunapeana katika mashule kwa ajili ya kurealize ile lengo ya serikali ya His Excellency William Samoei Ruto ya 15 billion tree seedlings, growing of tree seedlings. Mamlaka ya ustawi wa eneo la bonde la Kerio KVDA limeanza kusambaza miche kwenye shule na hata vijiji vya eneo hili. Hii ni kwa sababu ya kuongeza idadi ya miche ama miti kwenye eneo hili. We are growing, we are producing seedlings so that we support this very ambitious target, because without seedlings then we are not able to grow the 15 billion. So what I would urge the people today who are receiving the seedlings, the community and indeed the schools, is that it's not just about planting the tree, it's about nurturing it to maturity so that we earn whatever it has to give, or rather we gain whatever it has to give. Any tree is very important. A single tree is very important, and when there are many, it is a multiple benefit. Good to support our schools in bringing us seedlings. That one, we shall ensure that we support the programs in our schools. We shall nurture those seedlings, because this will go a long way in conserving the environment. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo la Chepkobe katika kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega. Asante sana Oscar. Mtazamaji, tusonge mbele. Wakazi wa Lari wanalalamikia wizi wa mifugo. Gari waliotumia kusafirisha ng'ombe hawa likichomwa na wakazi. Na wakazi wa maeneo mbalimbali katika eneo la Lari wanalalamikia kuongezeka kwa visa vya wizi wa mifugo, hasa ng'ombe. Ni kisa cha hivi punde, mtazamaji, kilitokea usiku wa kuamkia leo. Inadaiwa wezi walivamia boma moja na kuiba ng'ombe wawili wa maziwa. Hata hivyo walipatwa na wakazi kabla ya kutoroka. Ni mwanahabari wetu Abraham Gathecha aliye na taarifa hiyo. Wakazi wa maeneo tofauti eneo bunge la Lari walalamikia wizi wa mifugo, hasa ng'ombe. Kisa cha hivi majuzi ni ng'ombe wawili kuokolewa, huku gari ya wahalifu kuteketezwa. Tuzungumze na baadhi ya watueleze ni hasara gani ambayo wanakadiria. Tulijua ng'ombe zimeibwa saa 11 kwa sababu ndio mtu wa kukamua alikosa ng'ombe mbili ile anakamuaga. Lakini kabla ya hapo, kabla ya saa 7 alikuwa ameniamusha akiniambia male madama madogo ilikuwa imetoka kule zinakaa. Sasa ghadhabu yao ilifanya sasa hao mob waichome hiyo ngali, kwa sababu wale sasa wenye ngali na wale walikuwa wamekuja kuiba sari wametoroka, lakini kwa bahati ya Mungu si waliacha mpaka ng'ombe. Ng'ombe ilikuwa ndani. Na ng'ombe ilikuwa ndani. Sasa wako na uhakika ya kwamba hii ngali haitakuja kutumika kuiba ng'ombe hapa tena. Ndio maana ilichomwa na watu wa area. Hii mob justice. Hii si ya kwanza, hata si ya pili, hata si ya tatu. Tumeenda huko kwa serikali, hakuna usaidizi tunapata. Ndio maana tumeamua tuchukue sheria mkononi mwetu. Na kwanza wanaiba zile ng'ombe za watu wazee, unashindwa hii maneno itakuwa namna gani, lakini sasa tumeamua lazima tutalinda hii kijiji yetu. Sheria ya wanyama iko na lazima itumike, kwa sababu kubeba ng'ombe ni 6 mpaka 6. So lazima hata watu anti-stock theft wakuwe waigirie kati hiyo ng'ombe zisibiwe. Pale Nyabare wasikuwa, pale Uplands wasikuwa wakipita na ng'ombe. Kama 6 imefika hakuna kupita na ng'ombe hapo. Ukishikwa wewe unalala ndani na hiyo ng'ombe, na lazima ukuwe na barua ya kubeba ng'ombe. Ombi moja la wakazi hapa ni kwa maafisa wa polisi kupiga doria nyakati za usiku ili kuzuia uhalifu huu. Abraham Gathecha, runinga ya NTV, Kiambu.
Na asante sana Abraham kwa taarifa hiyo. Natumai kwamba suluhu itapatikana. Mtazamaji, najitosa kidogo katika mitandao yetu ya kijamii na naona hapa Laria Kips anasema Frida, tusidanganywe jamani. Huyu Kalonzo hatimaye ataungana na Ruto, believe you me. Na akiungana naye lazima unipatie kitu kidogo. Haya, namwona pia Willis Wamenyo anasema tunahitaji elimu zaidi kuhusiana na hili swala zima la SHA. Hiyo haitoshi. Kuna nani mwingine hapa? Namuona Regina Nduku anasema miaka 5 haitoshi katika uongozi. Unaonaje tumpatie 10 tena? Haya mtazamaji, tuelekee sasa katika mtandao wetu wa WhatsApp tusome jumbe 2-3. Yule ni nani? Anajiita Omuto Caleb, anatazama kutoka Jomvu kule ni Mombasa. Asante sana. Anasema pia Ndhiwa is well represented. Huyu ni Caleb, ukipenda pia unamuita Baba Wendy, salimia Wendy sana. Namuona pia Patrick Muema kutoka Murang'a anasema tupo pamoja. Asante sana. Napenda mashinani sana. Jamani, huyu vile vile bado ni Patrick Muema, yupo Murang'a na anapenda mashinani sana. Yaani ameandika kama mara 3 akihakikisha kwamba lazima tuione isitupite. Jukumu letu sisi ni kuletea yote ambayo yanajiri mashinani. Mwingine anajulikana kama nani, anasema anakupata poa kabisa nikiwa Carnival, yani niko locked kabisa. Lakini hajasema jina ni nani. Haya, wakanivo basi jivinjari. Mtazamaji wangu, kufikia hapo sina la ziada. Kamilisha taarifa zetu za NTV mashinani, lakini kama unavyojua ilivyo ada jamani, lazima tuangazie taarifa ya tukafunge. Na hii leo tunaangalia teknolojia inavyojenga watu bandia, lakini inatumia sauti za watu wazito kama hawa. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ewe wacha kelele. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. How can you suddenly become very clever? Sudden, umekuwa very clever. Ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo. Badala ya kazi ni mudomo. Ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo. Wewe ndio unaweza kila kitu. Wapi? Ikuje Tarbaj, ipitie hapa Wajia. Nyamaza. Ikuje Elwak, ikuje Kobo. Mwe. Tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300.